inna thalathatan min bani Israil, walikuwepo watu watatu katika wana wa Israeli, abras, aqra wa a'ma. Mmoja alikuwa ana maradhi ya mbalanga, maradhi yale ya ngozi, ukoma. Mwingine alikuwa ana matatizo, maradhi ya kichwa mpaka nywele zote zimepukutika. Mwingine alikuwa ni mlemavu wa macho. Mtume kahadithia hawa watu wamezikosa neema miongoni mwa neema ambazo sisi tunaenjoy. Mtume akasema fa arada Allahu an yabtaliyahum, Mwenyezi Mungu hawa watu akataka kuwapa mtihani, kuwajaribu. Fa arsala ilayhim malaka, akawatumia malaika. Malaika akaja mwanzo kumjia yule aliyekuwa na maradhi ya ngozi ya ukoma, akamuuliza ayu shay'in ahabbu ilaik, wewe unapenda kitu gani? Akamwambia mimi kama kuna kitu nakipenda, an yuida ilayya wa an yakuna liya jildan hasanan wa launan hasanan, nataka ngozi yangu irudi nzuri, nataka rangi yangu iwe nzuri. Tizama, hakusema nataka ngozi tu wala rangi tu, kusema la, launan hasanan, rangi nzuri. Kwani unafikiri rangi tu? Kuna rangi nzuri na rangi mbaya. Sasa sema mimi nataka nzuri, kama tunavyoona sisi wanadamu tunasema hichi kizuri, hichi kibaya. Basi anasema famasahahu, Mwenyezi Mungu yule malaika akamfuta, akampapasa katika mwili wake. Faada ilayhi jilduhu, a'tahu Allahu jildan hasanan wa launan hasan, Allah akamponya maradhi yake, akapata ngozi nzuri, akapata na rangi nzuri. Kisha akamuuliza baada ya kupata ngozi nzuri na rangi nzuri, sasa amefurahi. Wa yauda ilayya wa yudhhiba anni ma qad qadharani nnas, hudhia, kuna watu hata mkono hawanipi, watu wananikimbia kwa rangi hii na ugonjwa huu. Sema yote ile ikaondoka. Akamuuliza swali la pili, ayul mal ahabu ilaik, unapenda mali biashara gani? Akamwambia mimi nikipata ngamia nitakuwa mambo yangu yamekaa sawa. Nasema fa u'tiya, akapewa jamalan au naqatan ashra, gamia la kike lenye mimba, mwezi wa 9, likazaa, mali ikawa nyingi, mpaka wanasema famala bihi alwadi, ikawa jangwa lote, kila ngamia unayemuona ni ngamia wa yule bwana, akawa tajiri mkubwa. Hizi ni neema za Allah. Kisha akamwendea yule aliyekuwa na ugonjwa wa kutoota nywele, akamuuliza kama alivyomuuliza yule mwingine, ungependelea kitu gani wewe? Akamwambia nipate nywele nzuri. Naye pia yule kisha sha'ran hasana, nywele nzuri, sio nywele tu, nywele nzuri. Akampapasa katika mwili wake, nywele zikarudi. Mali gani unataka? Sema ng'ombe. Akapewa bakara, ng'ombe hamila, lililobeba ujauzito, kazaa, mali zikawa nyingi. Akaendewa yule watatu ambaye alikuwa kipofu. Hadithi hii katika Riyadhus Salihin, ukisoma babul muraqabatullah, nadhani utaipata pale. Imamu Muslim kaisimulia, anasema yule kipofu, unataka nini? Anasema an yauda ilayya basari hatta ara nnas. Angalia tofauti yake na wale wengine watatu. Mimi nataka macho yangu yarudi nione watu. Piga mstari chini ya neno lake, macho yarudi nione. Hakusema macho mazuri. Kwani hakuna macho mazuri duniani? Macho mazuri yapo. Kuna wengine hufitinika kwa macho. Sasa yeye wakati wa kuomba hakusema bwana wenzangu, sema jildan hasanan, launan hasanan, sha'ran hasanan, na mimi nataka ainan hasana,
macho mazuri. Akusema macho an yuida ilayya basari hatta ubsir, nataka nione watu wanapita huku na mimi niwaone hao watu, lakini sio macho mazuri, macho tu nipe. Mwenyezi Mungu akamrudishia macho yake, akamuuliza unataka nini, mali gani, biashara gani? Sema mbuzi ananitosha. Hakutaka yeye kama wengine, mbuzi. Akajaliwa kupata nini? Mbuzi walida, mzazi mwenye kuzaa sana, kazaa mpaka akaenea mali. Kikapita kijimda, yule malaika akaja tena kwa sura nyingine. Sasa yule akaja kwa umbo la mtu maskini aliyekatikiwa, mwenye shida na dhiki. Akaenda kwa mmoja baada ya mmoja, akaenda kwa yule wa mwanzo aliyekuwa na maradhi ya ukoma, akamwambia ana miskini, mimi ni maskini, inqata'at alhibal, safari yangu imeharibika, mambo yangu yameharibika, la balagha li illa billahi thumma bik, mimi siwezi kufanikiwa mpaka Allah nifanikishe, alafu na wewe, kwa sababu riziki za Allah zipo mikononi mwa waja wake na waja wake ndo nyinyi. Kwa hiyo nisaidie wewe kwa uwezo wa Allah nifike katika safari yangu. Hala ataitani ba'iran wahidan atabalaghu bihi fi safari, nipe tu ngamia mmoja tu nifike ninakokwenda. Sasa sikiliza jibu la mtu huyu, akamwambia bwana, alhuququ kathira, usione hivi bwana, madeni ni mengi hapa na haki ni nyingi za watu, kuna wengine kama wewe mamia wapo hapo, kuna mambo mengi. Sikiliza mwanadamu namna hashukuru neema za Allah, na huwa haoni tabu hata kusema uongo. Haya, haki gani zimekuwa nyingi? Wewe si ndio ulikuwa huna kitu wewe mpaka watu wanakukimbia, umekuja umekuwa na mabadiliko, eti unasema mambo mengi. Mambo mengi yepi? Yule malaika akataka kumwonyesha kwamba anamjua yule alikotoka. Kasema neno kaani aarifuka, wewe sina kujua wewe, kana nakujua jua wewe, liwe kukuona wapi wewe? Sema homa kunta faqiran, wewe ulikuwa maskini sana, una kitu wewe, ulikuwa majudhumu na watu wanakukimbia. Yule bwana akaanza kuwa mkali zaidi, sema mimi maskini, hii mali unaiona, warathtuhu, nimeirithi, kabiran an kabiri, kutoka kwa mababu na mababu waliotangulia. Araaitum, vipi mnaona ndugu zangu, vipi mtu anaamiliana na neema za Allah? Yule malaika akamwambia, haya, in kunta kadhiban fasawfa yusayiruka Allah ila ma kunta, kama ni muongo, si mkweli unayoyasema, Allah atakurudisha kule kule ulikotoka, vile vile ulivyokuwa kabla ya hivi sasa utarudi. Kwa heri. Akaondoka. Kisha akamwendea yule mwingine wa pili alikuwa hana nywele, akamwa hivyo, na shida, nataka unisaidie. Yule bwana majibu yake yakawa kama ya mwanzo, akamwambia hivyo, kama ni muongo utarudi kama ulivyokuwa. Kenda kwa yule alikuwa kipofu, akamwambia, bwana, mimi miskinun ibnu sabili, sina mizi zozote za safari yangu, nimekuja kwako unisaidie. Yule bwana akamwambia, usikamilishe, wallahi la ajhaduka alyawm, leo umekuja wewe, tizama hichi kilichokuwepo hapa katika mali zangu, khudh minha ma shit, chukua kiasi chochote unachotaka uende na safari yako. Ukiona kwamba ni mbuzi 10 wanakutosha, chukua, yani kiasi chochote unachotaka. La ajhaduka fima akhadta fi sabilillahi alyawm, utakachokichukua chochote leo hapa kwa ajili ya Allah sikuzuii. Kisha akamwambia, laqad kuntu faqiran fa aghnani Allah, mimi usinione hivi, mimi nilikuwa maskini sana, Mungu akanipa. Anajikumbuka alikotoka, akwambia nimerithi kutoka kwa mababu zangu. Sema nilikuwa maskini sana, Mungu akanipa. Nilikuwa sina macho, faraddallahu ilayya basari, Mungu akanirudishia macho yangu. Tena mimi ni wakataze nini waja wa Mungu? Chukua unachotaka bwana, chukua chochote.
Yani ni sawasawa na mtu mwambie ingiza mkono mfukoni, chochote utakachopata chukua unachotaka. Mtu aina hiyo huwezi kumpata katika ulimwengu wetu wa leo. Dr. Mustafa Sibai katika kitabu chake cha Hakadha Allamatni Alhayatu, hivi ndivyo maisha yalivyonifundisha, anasema ndugu yako wa kweli, man fataha laka qalbah, ni yule aliyekufungulia moyo wake, wa fataha laka jaibah, na akaufungua mfuko wake kwa ajili yako. Huyo ndo ndugu yako, yani moyo wake kaufungua, yani fataha laka baba qalbihi qabla an yaftaha laka baba baiti, kaufungua mlango wa moyo wake kabla hajafungua mlango wa nyumba yake, uko wazi kwa ajili yako. Kisha kakufungulia mfuko wake, ndio huyo anamwambia chukua unachotaka, niachie unachotaka. Yule akamwambia la, barakallahu laka fi malik, Mungu akupe kheri katika mali yako, mimi sihitaji chochote. Innama bulitum ibtulitum, nyinyi na wale wenzako wawili mmeonjwa, mmepewa mtihani. Wa radiyallahu anka wa sakhita an sahibaik, lakini wewe umefaulu, Mwenyezi Mungu amekuwa radhi nawe, lakini wenzako wawili Mungu amewakasirikia. Wale wawili wote wakarudi katika maradhi yao ya zamani na umaskini waliokuwa nao. Huyu bwana akaendelea kubarikiwa. Neema ya Mungu ukiishukuru utazidishiwa. Kisa hiki kwa kweli siwezi kukimaliza bila kukumbuka maneno ya mwanachuoni mmoja kutoka Saudia, Dr. Muhammad Al-Arifi. Aliwahi kusema, anasema siku moja alipigiwa simu, anasema siku moja alipata habari nzito, akatuhadithia na sisi katika mitandao. Anasema yupo bwana mmoja tajiri sana alikufa, lakini kwa bahati mbaya au nzuri, huyu tajiri alikuwa hana mrithi hata mmoja, hana mke, hana watoto, hana baba, hana mama. Mali aliyoacha ni multi bilionea, sio tajiri mdogo, mali nyingi sana, alikuwa na viwanda na mabiashara, lakini anakufa hana mrithi. Ikatafutwa details za hii family, ikakutikana anao ndugu zake wa mbali, ambao Waswahili wanasema ni kama ule udugu wa makopa kukutana katika pakacha au kapu. Yani unao ndugu zako wengine, sijui mtoto wa shangazi wa babu huko hamkutani, isipokuwa sasa wale maadamu wale warithi wa karibu hawapo, wanakuja karibu. Maadamu asli na far'i haipo, wale watakuja karibu. Sasa wao ndo watakuwa nani? Warithi, kwa sababu hakuna anayewazuia. Ni jamaa zako wa mbali, wale wa karibu hawapo, wao ndo watakuwa karibu. Bwana wakapigiwa simu na kadhi, bwana njoni hapa, kuna kadhia fulani. Wakatetemeka, kuna nini kwa kadhi? Watatu, tumefanya nini? Tunaitwa kwa kadhi. Surprise iliwakuta, kadhi anamwambia bwana, mnamjua mtu fulani? Ndiyo tunamjua. Ni nani kwenu? Ni ndugu yetu, lakini yeye alikuwa na 50 zake na sisi tuna mambo yetu. Yeye kwa jitajiri moja, lakini halifanyi kabisa wajibu wake kwa watu wote, ana mambo yake. Hata tukimwalika haji kwenye harusi zetu, hata sisi akitualika hatuendi. Yani alikuwa hatuhusiani ndewe wala sikio katika mambo ya social. Asema bwana, huyu mtu kafa. Kadhi anawaambia, sasa kama kafa, sisi umetuitia nini? Sisi hatuna habari nayo mtu, basi Mungu amrehemu, kwa heri bwana kadhi. Ambia no, huyu mtu tumeangalia katika warithi, hakuna warithi. Nyinyi mnamjua babake au mke wa watoto? Asema si, hatuna habari yoyote, hatumjui namna alivyokuwa naishi, hatujui chochote. Sasa tumefanya uchunguzi kwamba warithi wake itakuwa nyinyi watatu. Wale bwana, unasemaje? Nyinyi ndo warithi wake, sababu sasa hakuna mwingine isipokuwa nyinyi. Na hapa kuna cheki ya kila mmoja katika watu watatu. Tumepiga hesabu ya mirathi, mali alizoziacha kila mmoja, nyinyi atapata zaidi ya dola milioni 30 milioni kwa pesa za kule rial, na ukilinganisha na dola zaidi ya milioni 30 each, kila mmoja anapata.
Wale kila mmoja akavuta cheki yake akatia mfukoni. Kadhi akamwambia, kabla mjaondoka na kuombeni kitu kimoja. Kitu gani? Huyu bwana hakuna wasia aliyoacha, hakuhusia kwamba mali yangu thuluthi yake ifanywe 1, 2, 3. Sasa maadamu nyinyi ndio mmekuwa warithi wake, na kuombeni mimi kama kadhi, kila mmoja atoe riali 1,000,000 za Saudia, 1 million rial, kila mmoja katika nyinyi atoe, ili tumjengee huyu marehemu msikiti, iwe ni sadaqatun jaria yake, huko anakokwenda kwa Mola wake, huko akapate thawabu zake. Kwa hiyo mmoja katika hizo pesa atoe 1,000,000. Zishakuwa haki yenu hiyo, kila mmoja atoe 1,000,000 riali. Mmoja akasema, mimi nina madeni mengi sana. Mmecheka sana ndugu zangu, lakini mnaona kiasi gani mwanadamu alivyo. Hizi mimi mwenyewe nina madeni. Haya madeni hayo yamekuja saa ngapi? Wewe ulikuwa unajua kama kuna hela hizi? Kuna watu wengine nyoyo zao ni sawa sawa na chuma, hata jiwe. Mwenyezi Mungu anasema, bal ashaddu qaswa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma inna minha lama yahbitu min khashyatin. Lakini nyoyo ngumu. Mwingine anasema akalia sana, hakutoa hata jibu, yeye analia tu. Mwingine akatoa jibu la kuumiza zaidi kuliko yote, anasema huyu bwana kama hakujifanyia yeye mwenyewe kujijengea msikiti alipokuwa hai, mimi sina haja ya kumfanyia baada ya kifo chake. Kitu manake mali yake haikumfaa yeye mwenyewe, sasa ishakuja kwangu mimi nimfanyie nini? Shauri yake huko na Mungu wake. Amwaluna lidhawi almirathi najma'uha wa duruna li kharabi ad-dahri nabniha. Mshairi mmoja aliwahi kusema, mali zetu tunazikusanya tu, watu wengine wajiwarithi. Inawezekana unajenga nyumba wala hutolala, atakuja kuilalia mtu mwingine miaka 50, analalia yeye, utafikiri kaijenga yeye. Chako ni kile ulichompelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mtume katika hadithi nyingine akasema, yaqulu mali. Mwanadamu anasema mali zangu. Mtume anamuuliza, hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita? Mali yako ni ipi wewe? Mali yako ni ile uliokula ukamaliza ukenda haja, au labista fa ablaita, au ile ulovaa ikamalizika, au a'taita faqtanaita, au ukaitoa kwa Allah ukaifuga huko mbele ya safari. Hiyo ndo yako. Kile kilichokuwa bado kipo benki, kipo, usiseme ni chako. Angalia huyu bwana, mali yote imeenda kwa hawa watu, kwa wakati walikuwa hawahusiani chochote, ni ule udamu tu. Ndugu zangu, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema anazotupa ili atuzidishie. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum.